Na siyasemi haya kwa kuwa soko langu litakuwa kubwa kwa sababu mkasi umeshapita. Hapana. Mimi nasema kwa kuhamasisha Watanzania, wa Kenya, Waganda, Wanyarwanda, Wakongomani, mbadala wa sindano, yani badala ya vidonge unakuja sindano. Rwanda tayari wameshaanza kutumia sindano. Kenya wanakwenda kutumia sindano. Sijui na sisi kama tutaanza sindano au tutabaki kwenye vidonge. Marekani unachagua sindano au kidonge. Lakini gharama hizo kwa hali zetu sisi wa Afrika tunaweza? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini swali la pili, kwa nini tung'ang'anie vitu vya wenzetu kwa lugha vimefanywa tafiti za kisayansi, kumbe ni posho tu zinatufanya tuyaseme haya, wakati tuna mali asili yetu ni bora zaidi kuliko za kwao? Hili ndio swali la kujiuliza kwa mtu mwenye kutumia akili. Hata mwehu ana akili, ila matumizi bora ya akili ni yapi? Hilo ndio swali la kujiuliza. Unaweza ukawa una PhD lakini matumizi yako ya akili sio bora. Ni sawasawa na profesa fulani, napenda kumtolea mifano. Anaulizwa swali la maana, anakuambia kweli hilo swali ni gumu, anakiri kabisa hilo swali ni gumu, lakini ninajibu nalo. Huyu anamfundisha mwanafunzi mwenye akili ya kuweza kubadilisha maisha ya Waafrika, kama mwalimu mwenyewe ndio huyo. Siko hapa kwa niaba ya kuwabeza, kwa sababu siwakubali tokea zamani, kwa sababu huwezi kuwa na taaluma bado unaishi kwa mawazo ya mtu mwingine, bado unaishi kwa 50% kutokana na msaada wa mtu mwingine, bado ukasema mbele za watu ni akili tamam, wewe una akili madhubuti au wewe una taaluma. Mimi siamini juu ya hilo na sintoamini juu ya hilo. Naamini yule mtu ambaye anatumia ndoto zake, fikira yake, mawazo yake, kila kitu chake kujiimarisha na kujitatulia matatizo kwenye swala la uchumi, kwenye swala la afya na mangineo. Naamini huyo yuko madhubuti. Na ndio mfano Irani. Irani alibanwa na wakubwa wa dunia, lakini kwa sababu wana viongozi wenye akili tamamu, wako madhubuti, wamejitosheleza kwenye kilimo kwa maana ya chakula, wamejitosheleza kwenye taaluma, wamejitosheleza kwenye silaha, na kila siku wanaonesha uwezo mpya kwa sababu wamejua walitoka wapi, wako wapi, wapi wanatakiwa kuelekea. Hawakubabaika. Hata wakati wa corona, mimi nawafuatilia sana watu wa Irani. Wakati wa corona Marekani anataka kuwasaidia, kiongozi wao akasema no, tutatumia vijana wetu kubadilisha changamoto. Leo wametoa chanjo na wamemchanja kiongozi wao tatizo la corona. Lakini Afrika, wasomi wa Afrika kila kukicha wakikutwa tuna tatizo wanavaa suti wanaenda kuomba. Sasa watu wa namna hii ukiwaambia ukweli lazima wakushambulie, kwa sababu uwezo wao ni hafifu. Ni hafifu. Kwa hiyo nimeyasema haya, sina dhamira mbaya. Dhamira yangu ni kutaka tujitegemee, tujiheshimu, tujitatulie matatizo yetu. Na mimi mfano ni mimi tu. Na mimi nahangaika kwa huyu rafiki yangu, hata spare kaniagizia, sijamlipa mimi pesa. Nitamlipa kidogo kidogo na wala hana tabu. Hana tabu.